Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Yes, mambo ni aje, mambo ni vipi ewe mwana PMTV. Karibu kwenye updates za kimichezo ambazo PMTV tumekukusanyia. Na kwenye updates hizo leo hii bwana, tupo na mchezo wa masumbwi, tupo na ndondi, tupo na ngumi, tupo na vitasa, ambapo tunafahamu siku ya Boxing Day, yani tarehe 26 ya mwezi wa 12 mwaka 2025 ilikuwa ni the return of Hassan Mwakinyo baada ya kuwa nje kwa kipindi kirefu. Tunakumbuka pambano la mwisho la Hassan Mwakinyo ama Champions One More Time ilikuwa ni dhidi ya Daniel Latei, ambao lilikuwa ni tarehe 16 ya mwezi wa 11 mwaka 2024. Sasa kwenye the return of Hassan Mwakinyo bwana, yeye alifanikiwa kupigana na bondia kutoka nchini Nigeria ambaye alifahamika kwa jina la Stanley Elibo, na pambano hilo liliweza kutamatika kwa round ya pili tu, ambapo bondia Hassan Mwakinyo alimpiga mpinzani wake kwa TKO, ambapo mwamuzi aliweza kutanabaisha kwamba pambano hilo limeishia hapo baada ya Stanley Elibo kuweza kukubali kichapo kutoka kwa Hassan Mwakinyo katika raundi hiyo ya pili. Sasa baada ya pambano hilo kuweza kutamatika, kumekuwa na minong'ono ama kumekuwa na maneno mengi. Wamezungumza mashabiki wa ngumi, wamezungumza watu ambao sio mashabiki wa ngumi, wamezungumza baadhi ya mabondia pia. Tumesikia mtazamo wa Ibrahim Class, tukasikia mtazamo wa Twaki Duku, lakini pia tukasikia mtazamo wa Mandonga naye kuhusiana na fight hiyo, lakini pia tukasikia baadhi ya watu ambao walikuwa na hoji kwamba inawezekana bondia yule alikuwa mchekee. Sasa PMTV tukasema sisi hatuwezi tukaliacha ili lipite bwana, acha tuingie deep ili kukupa historia pamoja na takwimu za bondia huyu ambaye ni Stanley Elibo, ambaye yeye amezaliwa katika jiji la Benin City huko nchini Nigeria, huku umri wake ukiwa ni miaka 36, lakini stance ambao huwa anapenda kuitumia akiwa anapigana basi ni orthodox, lakini pia urefu wake ukiwa ni futi 5 na sentimita 11. Lakini bwana Stanley Elibo nyota yake yani rating zake ni ana nyota 1.5, lakini pia akiwa ameshacheza mapambano 19 kabla ya kukutana na Hassan Mwakinyo. Sasa katika hayo mapambano yake 19, yeye amefanikiwa kushinda mapambano 18. Ndio, hujasikia vibaya, katika mapambano 19 ambayo ameweza kucheza ameshinda mapambano 18, lakini pia akitoa sare mchezo mmoja peke yake. Lakini pia katika hayo mapambano 18 ambayo ameshinda mapambano 11 akiwa ameshinda kwa KO. Yani mapambano 11 ameshinda kwa KO, sawa na 61.11% ya mapambano ambayo amepigana akiwa ameyashinda kwa KO. Lakini pia yeye alianza kari yake rasmi ya professional mwaka 2012, ikiwa ni tarehe 3 ya mwezi wa pili mwaka 2012 ndipo alipoanza kupigana professional boxing, na Boxrec ndo alipoanza kurekodi taarifa za bondia huyo kutoka Nigeria. Sasa wale ambao mlikuwa mnasema huyu ni bondia mcheke, nafikiri mmeweza kujionea ni bondia ambaye alikuwa hajawahi kupigwa kutokana na Boxrec wao hajawahi kupigwa pambano lolote katika mapambano 19 ambayo alikuwa amewahi kucheza kabla ya kukutana na Hassan Mwakinyo. Lakini pia katika hayo mapambano yake 19 ambayo amecheza, mchezo mmoja tu ndo alitoa sare, lakini pia michezo mingine yote alishinda. Lakini katika hiyo michezo 18 aliyoshinda, michezo 11 akiwa ameshinda kwa KO, lakini pia akiwa ameshapigana zaidi ya round 127. Na huo ndo wadhifa mfupi wa bwana Stanley Elibo. Sasa nao unaweza kaniambia bado una ule mtazamo kwamba bondia huyo alikuwa ni mcheke na Hassan Mwakinyo pamoja na timu yake walichagulia bondia ambaye alikuwa wa kawaida, ambapo hakutakiwa kupigana naye. Lakini
unaweza pia ukatoa mtazamo wako kama unahisi alikuwa ni bondia sahihi kwa Hassan Mwakinyo. Lakini pia wakati unatoa mtazamo wako usisahau bwana, kampuni ya kufanya bashiri ni moja tu, nayo ni pmbet.co.tz. Wajanja wote wanapata pesa huko pamoja na magari. Fanya bashiri zako za michuano ya AFCON kupitia pmbet.co.tz, kwa sababu huko hutoishia kupata pesa peke yake, bali utaingia kwenye draw ya kushindania Toyota IST ambayo inatoka kila baada ya wiki 5. Website pmbet.co.tz. Mimi naitwa Raymond Elias.